Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Baada ya zaidi ya siku 1000 tangu mapigano yaanze Sudan, leo tunamulika simulizi ya mwanamke aliyekimbilia nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR baada ya mumewe kuuawa na wapiganaji. Walitujia wakati wa usiku. Walipofika, alitoka kitandani, lakini walimpiga risasi mara 3. Mimi nilifungwa na pia walimfunga mwanangu wa kiume alikuwa na umri wa miaka 9. Na leo katika Jifunze Kiswahili, je, unafahamu maana ya siku za janguo? Kama la, basi ambatana nami hadi mwisho. Karibu. Naam, ni Alhamisi ya tarehe 29 mwezi Januari mwaka 2026. Mwenyeji wako ni mimi Assumpta Massoi kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, tupate muktasari kuwasilishwa na Arnold Kayanda. Asante Assumpta. Nchini Ethiopia, shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO limeeleza kwamba Ethiopia imefanikiwa kutekeleza mizunguko 4 ya uchanjaji wa watoto kwa njia ya matone dhidi ya ugonjwa wa polio. Mwaka jana 2025, Ethiopia kwa kutumia chanjo ya NOPV2 ilitekeleza uchanjaji huo kupitia mzunguko mmoja wa nchi nzima na 3 kupitia maeneo mbalimbali ya nchi na kufanikiwa kuwafikia watoto milioni 26 katika mikoa yote. Katika kanda 22 za mikoa 7 ya Amhara, Oromia, Somali, Ethiopia Kusini, Harari, Diredawa na Afar. Chanjo hiyo ilitolewa kwa pamoja na chanjo nyingine ya matone inayofahamika kama BOPV ambayo imeidhinishwa na WHO ikiwa ni mchanganyiko wa dawa 2. Kampeni hizi za chanjo zilikuwa nguzo muhimu ya mkakati wa Ethiopia wa kuzuia maambukizi ya virusi vya polio vilivyobadilika, kuziba mapengo ya kinga na kuimarisha ufuatiliaji. Kutoka barani Afrika sasa tuangazie eneo la Karibe. Huyo ni naibu mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO, Beth Beshto, akieleza umuhimu wa kilimo wakati wa migogoro kulingana na mafanikio aliyoshuhudia wakati wa ziara yake nchini Haiti na majirani zao Jamhuri ya Dominica. Anaeleza kwamba nchini Haiti, ambako zaidi ya nusu ya wananchi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, msaada wa dharura wa FAO unasaidia familia kurejea haraka katika uzalishaji wa chakula. Huko nchini Jamhuri ya Dominica, juhudi za kuzuia homa ya nguruwe ya Afrika zimeboresha kwa kiasi kikubwa usalama wa kibiolojia mashambani na kuondoa kabisa maambukizi ya ugonjwa huo katika mashamba yaliyoidhinishwa. Na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Asia ADB wametangaza kuwa wanatekeleza mpango wa dola milioni 100 ili kuimarisha uhakika wa chakula na lishe pamoja na kurejesha kipato kinachotokana na kilimo kwa zaidi ya watu milioni 1 walio katika mazingira magumu kote nchini Afghanistan. Taarifa ya FAO iliyotolewa leo katika makao makuu ya shirika hilo jijini Roma, Italia, na katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul, imeeleza kwamba katika kipindi cha miaka 2 ijayo, mradi huu utasaidia zaidi ya kaya 151,051 wakiwemo waliorejea kutoka Pakistani na Iran, jamii zinazowahifadhi pamoja na familia zilizoathiriwa na matetemeko ya ardhi na mafuriko ya hivi karibuni. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Assumpta. Asante sana Arnold kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye tutakwenda nchini Tanzania kwa mlumbi wa Kiswahili Joram Nkumbi akieleza maana ya siku za janguo. Salia papo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à Naam, ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Assumpta Massoi, tunasonga mbele na sasa ni wasawa mada kwa kina. Baada ya zaidi ya siku 1000 za vita nchini Sudan, mamilioni ya watu wamefurushwa kutoka makazi yao. Wengine wamevuka mipaka kwenda nchi jirani, na mada hii inamulika mmoja wao ambaye tumempatia jina Nafisa. Nafisa alikimbilia nchi jirani ya Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR. Kwa msaada wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, yeye na familia yake walipata makazi na kuanza kujenga upya maisha yao na ya jamii iliyowapokea. Rashid Malekela ndio mwenyeji wako. Kwako Rashid.
Video ya Umoja wa Mataifa inaanzia hapa Birao, mji ulioko Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Mume wangu walimuua huko Nyala. Walitujia saa 7:30 usiku. Ndivyo asemavyo Nafesa, akiwa kambi ya wakimbizi wa ndani hapa Birao, akikumbuka tukio hilo la tarehe 2 Agosti mwaka 2023 huko Darfur nchini Sudan. Anaendelea kusimulia. مشوا جونا الساعة 1:30 بالليل يوم 2/8 جونا بالليل الساعة 1. Walitujia wakati wa usiku. Walipofika alitoka kitandani, lakini walimpiga risasi mara 3. Mimi nilifungwa na pia walimfunga mwanangu wa kiume aliyekuwa na umri wa miaka 9. Walichukua pesa zetu, mali zetu na nguo zetu na kuzibeba kwenye magari yao. Mama yangu alisema kwamba hatuwezi kuishi huko tena. Tulikwenda Amdafok, kisha nikahama kutoka Amdafok kuja hapa Birao. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilitupokea. Asante Mungu. Walinipa nafasi hii hapa na walinipa nyumba. Walitupatia mablanketi na magodoro kwa ajili ya watoto wangu. Ninashukuru kwa sababu walinipa nyumba ninayoishi sasa. Hapa Birao, idadi kubwa ya wanaoonekana ni wanawake na watoto, ambapo Geoffrey Fabrice Sangwebe Nadji, afisa wa UNHCR anayehusika na ulinzi wa jamii hapa Birao kaskazini mwa CAR, anasema Aujourd'hui nous avons un effectif d'à peu près au moins 27. Leo hii tuna idadi ya takribani wakimbizi 27,000 kutoka Sudani, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, kufuatia mapigano kati ya vikosi vya wanajeshi wa Sudani na vikosi vya msaada wa haraka RSF. Walilazimika kukimbia ghasia na migogoro ya silaha ili kupata hifadhi nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mara baada ya kuibuka kwa mapigano huko Sudan mwaka 2023, ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, MINUSCA, uliweka kambi mpakani mwa mataifa hayo mawili. Video inatuonesha walinda amani hao wakiwa doriani, ambapo Bwana Sangwebe Nadji, afisa wa UNHCR hapa Birao, anaendelea kusema uwepo wa MINUSCA ni rasilimali muhimu sana. MINUSCA imekuwa na dhima kuu katika utekelezaji wa jukumu la kimataifa la UNHCR la ulinzi wa wakimbizi. Uwepo wao husaidia kuhakikisha kuna kiwango cha juu cha usalama, jambo linalowezesha wafanyakazi wa UNHCR na washirika wao kufanya kazi kwa uhuru huko Birao na kwenye njia zinazozunguka eneo hilo. Wakiwa Birao, MINUSCA sio tu wanaendesha doria, bali wanatumia fursa hiyo pia kuzungumza na raia. Wanawake walinda amani wanapata fursa ya kuzungumza machache na wanawake hapa, na tabasamu ni dhahiri kwa wakimbizi hawa. Na kisha mmoja wa walinda amani anauliza, kila kitu sawa? Kila kitu sawa? Tabasamu miongoni mwa wanawake wakimbizi ni jawabu tosha. Doria zinakwenda hadi mpakani mwa Sudan na CAR kwenye mji wa Amdafok. Kamanda wa kikosi cha MINUSCA Amdafok, Meja Obed Mumba, anasema this side is Sudan and this side is the Central African Republic. Tuko karibu kabisa na mpaka. Upande huu ni Sudani na upande huu ni Jamhuri ya Afrika ya Kati. Watu wa Sudani na wa Jamhuri ya Afrika ya Kati walikubaliana kuhusu jinsi watakavyofanya kazi na jinsi watakavyosafiri. Sasa watu wako huru kusafiri kutoka Sudani kwenda Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kama MINUSCA tumeendelea kutekeleza jukumu letu la kulinda raia na tunahakikisha kwamba kila kunapotokea tatizo tunakimbilia kuwasaidia. Video inaturejesha kambini Birao. Walinda amani wanatangamana na raia wakicheza mpira. Nafesa hakukubali kubweteka kusubiri msaada, kwani wanaruhusiwa kufanya biashara ndogo ndogo. Hivyo anatamatisha kwa kutueleza ratiba yake ya kila siku. Ninaamka asubuhi pamoja na watoto wangu, nawapikia chai na ninakunywa pamoja nao. Kisha ninakuja hapa kufanya kazi. Natumia siku nzima nikifanya kazi. Nauza vitu vidogo vidogo ili angalau kupata pesa za mahitaji yangu. Wanaweza kuchukua vitu vyako vya nyumbani. Wanaweza kukunyang'anya mume wako kama nilivyompoteza wangu. Na watoto wanaweza kuwa manusura,
lakini sasa nimefika hapa. Asante Mungu. Asante sana Rashid Malekela kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa ni wakati wa kujifunza lugha ya Kiswahili. Leo ukumbi ni wake mlumbi wa lugha ya Kiswahili Joram Nkumbi kutoka nchini Tanzania. Anafafanua maana ya siku za janguo. Zimetujia sasa zile siku za janguo. Siku za janguo ni siku ambayo watu wanalipwa mshahara, watu wana fedha. Janguo kwa maana yake halisi ni siku ya kuvuna nazi. Limefika janguo, mwezi umetokeza, tuendeni jamani tukazipate hizo nazi. Siku za janguo ni siku watu wana fedha, mshahara umetoka hivi. Wabadu wakatabahu fakir. Langu jina ni Joram Nkumbi. Shukran sana mlumbi Joram Nkumbi kwa elimu hiyo, na kwa hakika hizi ni siku za janguo, kila mtu anacheka. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena wiki ijayo Jumanne kwa jarida lingine la video, lakini kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hiyo kesho Ijumaa utapata habari za Umoja Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X rambaza pia Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.